Kuna siri ambazo ukiujua ukweli wake, amani yako itatoweka milele. Katika kijiji hichi ambacho mvua haijawahi kuacha kunyesha, giza limeficha makovu ya miaka mingi sana. Salma alikuwa anatetemeka, sio kwa sababu ya baridi ya mvua, bali kwa sababu ya siri aliyoibeba moyoni mwake. Siri kuhusu Bwana Komba, siri ambayo ingeweza kumuua mtu yoyote atakayesogelea. Je, Daudi atafanikiwa kufichua ukweli kabla giza halijawameza? Karibu katika mwendelezo wa simulizi ya Kijiji cha Machozi sehemu ya 4. Mvua ilinyesha polepole ikigusa paa za nyumba za kijiji kwa sauti ya kutisha. Hewa ya usiku ilikuwa nzito, ikibeba harufu ya udongo, mchochoro na mvua. Daudi alisimama nje ya nyumba ya Salma, moyo wake ukidunda kwa kasi sana, macho yake yakiwa yamejaa hofu na hisia zisizoweza kufafanuliwa. Salma aliketi karibu naye, mikono yake ikishikana kwa hofu, macho yake yakitazama gizani. Tuondoke, Daudi alirudia, sauti yake ikitetemeka kidogo. Leo usiku kila kitu kitakuwa wazi. Lakini kabla Salma hajajibu, sauti ile ya kutisha ilisikika tena, ikivunja ukimya. Mnakimbia nini wakati ukweli bado haujatoka? Waligeuka polepole na macho yao yakakutana na uso wa Bwana Komba aliyesimama gizani, tabasamu lake likiwa la kutisha, uso wake ukiwa hauonyeshi huruma yoyote ile. Daudi alijua mara moja usiku huu hautakuwa wa kawaida. Hata Salma alihisi hicho kitu, tena alikuwa akihisi kuna hatari kubwa sana inaweza kutokea, akijua kuwa kila hatua waliopiga sasa ingeweza kuwa ya mwisho. Ndani ya nyumba ya Mzee Juma alikuwa amekaa chini, uso wake ukibeba uzito wa siri ya miaka mingi. Mikono yake ilishika fimbo, ikichunguza kila pembe ya giza lililokuwa ndani ya nyumba yake. Kijiji hiki kimejengwa juu ya uongo na ukweli uliofichika, Mzee Juma alianza kwa sauti ya kina, na leo baadhi ya siri hizo lazima zitoke hadharani. Daudi alishikilia mkono wa Salma, akihisi mwili wake ukitetemeka. Salma alijua mambo yote yalikuwa hatarini. Mbali kidogo, Rehema alitembea kimya kuelekea mtoni, mikono yake ikikumbatia magoti, macho yake yakiwa mekundu kwa kulia usiku kucha. Alikuwa amechoka kuishi kwa hofu. Sasa alitaka ukweli ukae wazi, hata kama ungemgharimu maisha yake. Nitasema hata kama nitakufa, Rehema alikuwa akiambia mawazo yake, huku sauti yake ikitetemeka. Lakini hatimaye Bwana Komba alimfuata, hatua zake tulivu lakini za kutisha zikionyesha nguvu na hatari. Unakwenda wapi asubuhi hii? Alisema kwa utulivu wa kutisha. Rehema aligeuka polepole akimtazama mume wake, mtu aliyekuwa amemlazimisha kuingia katika mateso. Nataka hewa, alisema kwa sauti dhaifu. Bwana Komba alicheka kidogo, kicheko kisicho na furaha. Hewa haikusaidii kusema ukweli, na ukweli wako ni hatari sana. Daudi alijua kwamba upendo wake kwa Salma sasa ulikuwa hatari kubwa. Kila hisia ya mapenzi, kila ndoto ya kuondoka kijijini, kila tamaa ya Salma, yote yalikuwa sasa na gharama kubwa. Salma alifuta machozi yake na kwa sauti ya chini akasema, Kasimu aliniambia kuhusu ardhi ya mjane mmoja ilihamishiwa kwa jina la Bwana Komba. Daudi alishtuka, alijua sehemu ya hilo lakini si yote. Huu ni ushahidi, na kama hatutafanya kitu maisha yetu yote yatakuwa hatarini, Daudi aliwaza kimya. Mzee Juma aliongeza, kuanzia leo hakuna atakayeruhusiwa kusafiri usiku, na kesho asubuhi maswali yataulizwa na atakayekuwa na hatia atasimama mbele ya kijiji. Mvua iliendelea kunyesha kila kona ya kijiji, ikiwa ni hatari asili zinazojitokeza. Daudi na Salma walibaki pamoja, wakitambua kwamba hatari inakaribia zaidi ya mawazo yao. Hapo Bwana Komba alinyanyua mkono na sauti yake ikitetemeka, sasa Rehema, ukweli wako utagawanya kila mtu. Rehema alikaza mkono wake, jicho lake likifuatilia kila kivuli kinachoibuka gizani. Salma alijua kumpenda Daudi sasa kunaweza kugharimu maisha yake. Ndugu mpenzi msikilizaji, hapo ndipo episodi ya 4 inaisha, na mvua iliendelea kunyesha, kijiji cha machozi kikilia kimya cha hatari na mapenzi ya hatari. Na kusihi usikose mwendelezo wa Kijiji cha Machozi sehemu ya 5. Usisahau kusubscribe na kulike katika chaneli yetu.